Nakwenda kwa jina la Duyumba, lakini kubwa zaidi ambalo limetufanya tufike maeneo haya ni kulingana na changamoto za miundombinu ambayo inapatikana katika mitaa yetu hii ya Pugu. Lakini hatujafika sisi pekee yetu, tumeweza kufika pia na mheshimiwa diwani wa kata ya Pugu, Frank Mang'ati, na pia akaweza kufika katika sehemu ya tukio. Lakini kuna kijana ambaye nimewiwa zaidi niweze kuzungumza naye machache, kwa maana kwamba kulingana kwamba akiwa kama kijana wa kisasa kabisa, akazungumza kwamba wao kama vijana walijaribu kufanya mchakato wa kutafuta kifusi. Tuliweza kujiorganize watu 4 wakazi wa mazingira haya hapa, lakini hapo awali nyuma watu walikuwa wakitaarifiwa kwa hali ya kawaida, walikuwa uitikio ni wa kawaida. Na wakitokea tukihamasishana kutana na ajenda ya barabara hii na usumbua mazingira haya mtaa Duyumba, imekuwa watu utekelezaji ni mdogo. Tukaamua kujipendekeza baadhi ya watu wachache 4 tujue jinsi ya kukavana ili barabara. Lakini katika sisi watu 4 kujiorganize, tumejitahidi tukapambana makapi ya lami ambao ni yale mabaki, tukaweza kubebesha tripu 3 za FAO. Lakini katika kusambaza kwake imekuwa ni changamoto kutokana na uchumi jinsi hali ulivyo. Ndio, lakini pia usambazaji wake, na pia palikuwa na uhitaji wa kalavati mahali hapa kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Na baada ya kalavati inatakiwa mwagwe zege kutokana na hali ya mazingira ya poromoko wa maji ya hapa. Kwa hiyo tulikuwa tumebahatika kuongea na diwani, na diwani kasema anataka aoneshe mchango wake kutokana na mazingira ya hapa. Mheshimiwa diwani, kama ulivyosema hapo awali, ameshafika sasa sehemu ya tukio. Na wewe ukiwa kama kijana ambaye umewakilisha vijana wenzio, umeweza kupeleka mawazo yako. Je, majibu ambayo ameweza kujibu ukiwa kama kijana, je, umeyapokea kwa mfumo gani? Diwani amesema atakaa na uongozi. Kisha kana uongozi, tuangalie na sisi katika mzunguko wa watu tumejiorganize na kuwapa taarifa vijana wenzetu watakaoweza kutumia nguvu zao kutusaidia kusambaza. Na pili, diwani atatoa support baadhi ya vitu vinavyohitajika. Pia kazungumzia kwamba hii barabara ni ya kwetu, tunaitumia sisi, watoto wetu, wazazi wetu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna haja pia kama vijana tuweze kuwajibika sote kwa pamoja tukishirikiana na viongozi wetu. Je, hayo majibu kwa kweli binafsi umeyapokea? Nimepokea vizuri kiserikali, nimepokea vizuri, lakini kuna namna moja inanipa utata. Toka hapo awali watu walikuwa wakishirikishwa, lakini uitikio ulikuwa ni tofauti. Mpaka tukafikia hatua kujiorganize watu wachache kulifanya hili swala. Ilikuwa ni kitu ambacho kinaleta kama aibu mtaani. Inaleta aibu, unafikia paka sisi sometime tunajitolea watu 4 kuleta vitu vya namna ile. Sio hali ya kawaida. Lakini kiserikali mtu akikwambia kitu kuna uwezo wa kupokea kutokana na jinsi anavyowasilishia. Lakini kwa hali halisi ya ukawaida wa mazingira haya si salama. Si salama. Kwa ujumla sasa una neno gani sasa lingine la kumwambia mheshimiwa diwani? Na diwani kafika katika sehemu ya tukio. Una kipi kingine cha kumshauri? Diwani mimi cha kumshauri kwanza ni kuhimiza vijana wenzetu wawe na moyo kama wangu. Kujitolea pasipokuwa hata sina chombo cha moto. Pia kama serikali kutupigia kalavati maeneo haya na kumwaga zege juu ili barabara iwe imara kwa muda mrefu. Sio kwa kuweka tu kwa muda. Sio, unaona hata haya makapi tunaweka alami ni kuweka kwa sababu wakati tuliopo ni wa mvua, kujihami. Lakini kikusudio ilikuwa inatakiwa ipigwe zege kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sawa. Na Waswahili hapo wanakuambia kwamba hatua moja huanzisha nyingine. Je, kwa hiyo unahisi kwamba baada sasa kusawazishwa hichi kifusi ambacho mmekileta, je, hilo zoezi linaenda kufanyika? Hapo tutabaki upokeo wa diwani. Tumevomwasilishia na uongozi atakaokaa nao. Atuwasilishie na sisi swala letu tulipokee kutokana na utaratibu tuliojiandaa na sisi kwa hatua tuliofikia pale. Nyinyi kama vijana pia mna wajibu pia kuweza pia kushirikiana na viongozi wenu. Ni sahihi, vijana wapo wanaoweza kujitolea kama mimi, lakini ni wachache wanaoweza kujitokeza kutokana na hali ya mazingira jinsi yalivyo ya kiuchumi.